Mimi nimekuja hapa Meru leo kwa sababu ya mambo ya kilimo. Nyinyi mnajua tulikubaliana ya kwamba lazima turekebishe kilimo. Wakulima wa maziwa wapate pesa zaidi. Na ndio sababu hiyo leo nimefika hapa kwa mambo ya Meru Dairy. Hao wakulima wa Meru ndio wamekuwa nambari 1 Kenya mzima kwa sababu ya kuprocess maziwa. Ile mwaka wa 2023 nilikuja hapa. Si namna hiyo? Walikuwa wana process maziwa 500,000. Lakini Meru sasa Dairy ina process maziwa 620,000 liters every day. Na ndio sababu tumeelewana. 2023 niliwapatia shilingi milioni 100 ya kutengeneza mambo yao ya chakula. Leo tena kwa sababu ya ile bidii wanafanya, nimewaongezea milioni 100 ingine waweze kuhakikisha ya kwamba mambo ya maziwa hapa Meru inasonga mbele. Mtu hana mpango. Ati kazi yake Kasongo. Ruto must go. One time. Hana mpango ya ajira ya hawa vijana. Hana mpango ya barabara. Hana mpango ya kilimo. Hana mpango ya afya. Hana mpango yoyote. Huyo ndio mtu utashindana na yeye. Mimi nawahakikishia tunataka tutembee pamoja. Na mimi nitaunganisha hii Kenya mpaka iwe Kenya moja. Kwa sababu nyinyi ndio mlinipatia uwezo niwe kiongozi wa taifa hii. Kura zenu na maombi yenu. Na majukumu yangu ni kuhakikisha tunaunganisha Kenya na tunapanga mambo ya maendeleo na hakuna sehemu ya Kenya itabaki nyuma. Bei ya kahawa ilikuwa shilingi 65. Tumewafurusha wale makatel. Tumebadilisha msimamo na tumeweka reform. Nyinyi mnajua mwaka huu kahawa ile ilikuwa inauzwa 65 shillings kwa kilo moja. Mwaka huu ilikuwa shilingi 100, 110, 120 ikisonga mbele. Na mimi nataka niwahakikishie hiyo maneno ya kilimo nitahakikisha wakora wote nimewafukuza, mkulima aweze kupata pesa kwa mfuko yake. Na wale wakora wote hata wakiwa na marafiki kiasi gani. Nyinyi mnanielewa watu wa Meru? Si mnajua kuna watu wengine niliwapatia kazi wakashindwa. Wakaenda kuungana na makatel. Wakaenda kuuza mambo ingine badala ya kupatiana mambo ya mbolea. So mimi nataka niwaeleze. Hii Kenya tunaisongesha mbele. Ile NHIF ya zamani ilikuwa ni ya watu wenye wako na kazi na watu wenye wako na uwezo. Lakini sasa tumebadilisha. Tuweke SHA ambayo hata mama mboga ama mtu wa kawaida unaweza kujiandikisha na serikali ama SHA ikulipie bili yako ya hospitali. Ile NHIF ya zamani ilikuwa na watu milioni 7. Saa hizi hii SHA kwa miezi 8 peke yake sasa tumesajili watu milioni 23. Na SHA imelipa pesa shilingi bilioni 48 tayari kwa mahospitali zetu. Ndio tuweze kuhakikisha kwamba matibabu inapatikana na afya isiwe haki ya watu matajiri na watu wako na uwezo. Afya iwe haki ya kila Mkenya bila ya kujali yako na uwezo ama hana uwezo. Hiyo mambo ya siwa nimeambia waziri Amri akamilishe hiyo mambo ya sewage mpaka aweke last mile mpaka iunganike kwa wananchi kabla ya Disemba. Kwa sababu mimi nimewapatia shilingi bilioni 1 kujenga soko kubwa pale Kakoromoni. Nyinyi mnanielewa? Na tunajenga soko ingine 16 hapa Meru. Tumewawekea pesa karibu shilingi bilioni 2 ya kujenga soko hapa Meru. Kwa sababu hatutaki mazao yenu ya shambani iharibike ama mkose mahali ya kuuza kwa sababu hamuna soko. That is why katika kila constituency tunajenga soko na hata mahali ingine tunajenga soko 2 kwa sababu ilikuwa ni ahadi yangu tuhakikishe ya kwamba wakulima
wanapata mahali ya kuuza mazao yao, na wafanyabiashara pia na wawe mahali pazuri, mahali kuna choo, kuna stima, kuna maji ya kuuza mazao yetu. Mbegu ya ng'ombe ile ilikuwa inauzwa shilingi 4,000. Sasa kama serikali tumepunguza kutoka 4,000 mpaka 1,000. Ndio ng'ombe zaidi ya maziwa ipatikane Kenya, tukianza na wakulima wa hapa Meru. Kwa sababu tunataka kuhakikisha kwamba tunaweka pesa kwa mfuko ya wakulima hapa Meru na Kenya. Kuna watu naona wanazunguka hapa wako na madharau kidogo kidogo. Hawatujui, hawatuelewi, wanatupimba kidogo, wanaona kama sisi ni watu wadogo. My friend, leo ni rais amesimama hapa. Nataka nikuja nisimame hapa peke yangu, ninyoroshane na hao wanaume, niwapeleke mbio mbio. Kutembea kwako Meru, Your Excellency, umetuachia 100 million kwa sababu ya kusupport wakulima wa maziwa, na pia umetueleza ama waziri wako wa maji, ile sewer system ambayo ndio shinda yetu ya hapa municipality ya Meru inaenda kukamilika, ndio next city ya Kenya, Your Excellency, iwe ni Meru.